Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa leo hii. Nazungumzia kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ambacho kinawavaa hapa. Nazungumzia Fountain Gate katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika mwendelezo wa zile show za ligi kuu, ikiwa ni michezo ya mwisho. Nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara kuelekea ukingoni, hususan kwa klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo kwa sasa imesalia michezo mitatu, ambapo wakicheza mchezo huu wa leo wanabakiza michezo mitatu. Kwa upande wao ligi kuu ya soka ni kama inaelekea ukingoni, huku wakizitaka alama tatu muhimu kwa kila mchezo ili kujiweka vizuri kabisa pindi ambapo hesabu zitakapokuja kupigwa sawa, basi wawe katika eneo salama kabisa. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimetangazwa muda huu na kocha Merudi Hamdi, kocha mkuu wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mchezo huu dhidi ya Fountain Gate. Mchezo mmoja mkubwa sana, mchezo ambao pengine una matokeo tofauti kwa sababu ya kila mmoja anahitaji matokeo. Fountain Gate anahitaji alama tatu, Young Africans naye anahitaji hizi alama tatu. Sasa kikosi kiko vipi? Kikosi kiko hivi, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze kuhusiana hili kwa wakati huu. Bana, kikosi cha kocha Merudi kinachovaa Fountain Gate, golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, unafahamu bora wake. Ameendelea kuweza kuzitafuta clean sheet katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kumbukwe kwamba Djigui Diarra ubora wake ndio na mfanya aendelee kuwepo golini katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans chini ya kocha Merudi. Ameendelea kumwamini kutokana na kazi nzuri ambayo huwa anaifanya. Ukiachana na kwamba clean sheet zimekuwa ni ngumu kwa upande wake, lakini hata zile save ambazo anazifanya kusaidia klabu ya soka ya Young Africans kupata ushindi katika michezo yake, basi bila shaka huwezi kuacha kutaja ubora wake kama miongoni mwa milinda milango wazuri kabisa Tanzania. Kwa hiyo anakuwepo katika mchezo huu wa leo. Kazi kubwa ni kuanzisha mashambulizi kuanzia chini, kutuliza pressure ya timu, na pia kuweza kuhakikisha kwamba langoni kwake panakuwa salama. Kwa hiyo na anasimama leo hii Djigui Diarra. Lakini katika upande wa beki namba 2, upande wa kulia anasimama Shomari, Kibwana Shomari. Unafahamu kazi kubwa kabisa ambayo aliifanya katika michezo iliyopita. Ameendelea kuweza kuaminika kwenye kikosi hiki. Ukiweza kushuhudia kila anapopewa nafasi anajaribu kuweza kuonyesha yeye ni mchezaji wa aina gani, kumuonyesha kila kocha ambaye anayekuja, ambaye alikuwa amzingatii mwanzo, anapompa nafasi anamkumbusha kwamba yeye aliwahi kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa wakati huo, kipindi cha kocha Nasr Bin Nabi, na kumkumbusha kwamba alifika fainali, japokuwa walikuwa wanamsema kwamba kimo chake ni kifupi, kwamba beki gani anakuwa mfupi, lakini kazi kubwa aliifanya na kila mmoja alishuhudia kile ambacho alichoweza kukifanya Kibwana Shomari, na anafanya mwendelezo wa yale ambayo aliwahi kuyafanya. Kwa hiyo amepewa nafasi kutokana na kiwango alichokionyesha katika mchezo uliopita dhidi ya Azam FC. Lakini katika nafasi ya beki namba 3 anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Boka, mzee wa mwendo boda, kasi za kutosha kweli kweli. Ukiweza kushuhudia akianzisha mashambulizi katika upande wake ule wa kushoto. Kazi kubwa ambayo leo hii watakuwa nayo Fountain Gate ni kuweza kuulinda upande huu wa kushoto, kwa sababu Young Africans huwa wanautumia mara nyingi kuweza kuanzishia mashambulizi kuanzia kwa namba 11 na namba 3, huwa wote wanapanda kuweza kusogea kuweza
kuweza kuongeza idadi ya wachezaji wa Young Africans katika eneo la mpinzani ili kuweza kumtia pressure. Kwa hiyo leo hii Fountain Gate wajipange, kazi wanayo. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahimu Hamadi Baka, mguu wa shingo, mguu wa roho, kazi kubwa anayoifanya utakwenda kuishuhudia leo hii. Sergeant Ibrahim Baka akiendelea kuweza kugawa dozi katika safu yake ya ulinzi. Makosa ambayo ataki kuyafanya ni kuweza kuwatia hatiani Young Africans pengine kwa rafu zake ambazo huwa anazicheza, lakini anachotakiwa kukifanya ni kulinda kwa kile ambacho anachokiweza ili kuweza kuwasaidia Yanga kuondoka na alama 3 leo hii mbele ya Fountain Gate. Lakini katika safu hiyo ya ulinzi, beki namba 5 atakuwepo Ibrahim, hapa nazungumzia Dickson Jobu. Dickson Jobu unafahamu ubora wake, mmoja kati ya madefender ambao wanatumia akili kubwa sana kwenye kukaba, maarifa, nguvu zinakuwepo ni kiasi tu. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao watauonyesha safu ya ulinzi ya Young Africans ambayo nimekutajia hapo. Lakini katika upande wa namba 6 anakosekana Alidi Aucho, ila kwa sababu kuna mafundi wengi katika kikosi ya Young Africans, leo hii anasimama Duke Abuya. Unafahamu Mkenya huyu amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, na nikiraka unaweza kusema kwa hivyo, kwa sababu amekuwa akiweza kuchezeshwa maeneo tofauti tofauti na bado ameendelea kuwa bora na kuweza kusimamia kile ambacho yuko nacho. Mara nyingine unamkuta ni namba 8, anaweza kucheza namba 6, na hata ukiweza kumweka fullback ya katikati bado utaendelea kupata huduma yake. Kwa hiyo atakuwepo leo hii, hapa nazungumzia Duke Abuya. Lakini katika upande wa namba 7 atakuwepo Maxim Pia Nzingelo. Wafahamu kazi kubwa ambayo wanaifanya, mwendo, maarifa mguuni, nidhamu ya kutosha. Kazi kubwa ambayo itakuwepo leo hii ni kuzifungua nafasi katika mianya ya beki za Fountain Gate ili kuweza kuhakikisha kwamba leo hii wanawasababisha Fountain Gate wafanye makosa na kwenda kuadhibu kuondoka na alama 3. Ndio jambo la muhimu kwa wananchi. Lakini katika upande wa hapa nazungumzia namba 8 utakutana na Mudathir Yao. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya katika dimba la kati, kuharibu mipango ya wapinzani, kutengeneza mashambulizi kwa haraka, kupokonya mipira kwa washambuliaji ama katika safu ya ulinzi ya Fountain Gate ili kuweza kuwapatia washambuliaji wa Young Africans kumaliza kazi mapema kabisa. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia Mudathir Yao akiweza kusimama katika eneo la namba 8 katika mchezo huu wa leo, ukiweza kushuhudia Young Africans katika safari yake ya kutetea taji lake la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Lakini katika upande wa namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya katika eneo lile, hapa anazungumzia la pengine namba 9 ameendelea kuna mchango mkubwa kweli kweli, mabao 20 yakiweza kuhusika katika timu yake ya Young Africans mpaka sasa, na mabao 11 akiwa na takriban assist 9 ambazo yuko nazo katika hapa nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo unaweza kushuhudia ni mchango mkubwa, hakuna anayefuata kwa rekodi hii katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unaona bana, ni Prince Mpumelelo Dube tu, huku akiendelea kutafuta nafasi ya mabao zaidi. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama leo hii Clatous Chama Chama, kiwango kizuri ambacho alichokionyesha mbele ya Azam FC. Mwalimu ameona kuna fursa kuweza kumpa ya kuonyesha kile ambacho yuko nacho, huku mwalimu Mirudi Amdi akisema ya kwamba kuna hatihati ya kuweza kumkosa Stefano Aziz Ki ambaye inaelezwa hayuko fiti. Kwa hiyo pengine kuna 50 kwa 50 leo hii Stefano Aziz Ki huenda akawepo au asiwepo, lakini nafasi yake huenda ikachukuliwa na Clatous Chama kama hatakuwa bado anaendelea vizuri. Katika upande wa namba 11 utasimama Clement Mzize. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya Mzize katika nafasi ambayo mwalimu huwa akimpa au hakosei, majukumu huwa anayatimiza vile ambavyo inavyopaswa kuwa. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii ni kuweza kuhakikisha kwamba Young Africans wanaondoka na alama 3. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Vipi Young Africans leo hii wataondoka na alama 3 mbele ya Fountain Gate ambao pia wanazihitaji alama 3 ili kubakia katika ligi kuu ya soka ya Tanzania.